tuepuke kutengeneza makundi. Tunapotafuta kura lazima tutafute kwa namna ambavyo wewe utapata kura, lakini tukishamaliza matokeo yakishatoka tunakuwa hatuna mshindi, tunaye ambaye kura zimezidi na ambaye kura hazikutosha. Kama msimamizi na msemaji wa mkoa, sitabariki eneo lolote ambalo litaleta mfarakano kwa sababu tu ya uchaguzi huu ambao umeshakwisha. Ninyi ni viongozi, sisi viongozi wenzenu leo tumepata dhamana hii. Sio kwamba sisi tunajua sana, hapana, ila Mwenyezi Mungu ametupa nafasi na kibali cha kuweza kuwatumikia walimu wa mkoa wa Ruvuma kwa sasa. Hivyo basi, pale ambapo tutakuwa tunaenda ndivyo sivyo, msituache. Msiache kutupa ushirikiano, msiache kutupa ushauri. Lengo letu ni moja, kukijenga chama chetu cha walimu, lakini pia lengo kubwa ni kuwatumikia walimu wetu tukiwa tunawatetea katika kudai maslahi pamoja na changamoto wanazokutana nazo katika maeneo yao ya kazi. Kubwa ambalo tunaendelea kuwasisitiza walimu wetu wa Tanzania ni kuhakikisha tu kwamba wanatimiza wajibu wao. Moto wa chama cha walimu unaeleza kwamba ni wajibu na haki. Sasa unapozungumzia wajibu na haki, kwanza utimize wajibu wako, ndipo utakuja kudai haki. Na mara nyingi ukitimiza wajibu wako, basi haki huwa haidaiwi, inapatikana tu. Hilo ndio jambo kubwa ambalo mimi nikiwa ninawasisitiza walimu wangu wa mkoa wa Ruvuma kwa ujumla wake. Lakini sisi kama chama cha walimu hatutetei makosa ya kizembe. Tunawasisitiza walimu watimize wajibu wao, wafuate maadili. Kwa mfano katika hizi kazi maalum, tunapozungumza kazi maalum, kwa mfano usimamizi wa mitihani, usimamizi wa chaguzi hizi za kitaifa, uadilifu ni kitu kizuri sana. Uadilifu ukiimarika, basi sidhani kama kutakuwa na makosa ya namna hiyo, na chama hakitatumia gharama kubwa katika ile eneo la utetezi.